Kwa nini imekuwa vigumu sana kwako kusema hapana? Unapata shida kusema hapana, na hata unajisikia hatia pale unaposema hapana. Mara nyingi unasema ndio, hata pale ambako hujisikii kabisa kusema hivyo, ni kwa sababu tu ili hali ikae sawa. Sasa nataka nikupe sababu mbili kubwa za kisaikolojia, na mara nyingi unavyokuwa na tatizo hili la kisaikolojia au hali hii au tabia hii ya kwako kujisaliti wewe mwenyewe, kuisaliti nafsi yako, kwa hiyo unakuwa ni rahisi kutumiwa na watu wengine. Ndio wanachukua nafasi ya watu wanyanyasaji kukunyanyasa. Kwa nini? Kwa sababu hujaweza kuipata sauti yako ya ndani na kuwa na ujasiri wa kusimamia maamuzi yako na machaguzi yako. Sasa inakuwa hivi, watu ambao kwao ni vigumu kusema hapana huwa wanakuwa na hali fulani ya kisaikolojia. Hii ni hali ya ndani, inakuwa ni ya utegemezi wa kihisia. Sisi wanadamu ni viumbe vya kihisia, lakini tunakuwa na mipaka katika hisia. Ya maana kila mtu ana hisia zake. Mimi naweza nikawa na hisia yangu na yule ana hisia yake. Yaani tuna mipaka. Kwamba naweza mimi kuna jambo likawa limeniumiza, nina hisia ya maumivu. Huyu mtu mwingine hapa akajua kwamba mimi na maumivu na hata akanionea huruma, lakini anakuwa haisikii ile hisia yangu. Yaani hisia yangu inabaki kuwa ya kwangu, hisia ya mtu mwingine ni hisia ya mtu mwingine. Lakini watu wenye muunganiko wa kihisia anakuwa anategemea hisia ya watu wengine. Yaani anajisikia vizuri watu wengine wanavyokuwa vizuri, anajisikia vibaya watu wengine wanavyokuwa vibaya. Kwa hiyo anakuwa ameunganika kihisia, anakuwa ule mpaka kati yake na watu wengine haupo. Ule mpaka ni mpaka umekuwa dhaifu mno, kiasi kwamba kwake inakuwa vigumu sana kutofautisha kati ya hisia zake yeye na hisia za watu wengine. Na ndio maana unakuta watu wa namna hii, unaweza kukuta utashangaa unabeba hisia fulani. Kuna wakati unajisikia tu maumivu, unajisikia vibaya, lakini sio wewe unayejisikia vibaya, ni kwa sababu umebeba hisia ya mtu mwingine. Na unapofanya zaidi kwa ajili ya watu wengine ndio unajisikia vizuri, kwa sababu umeona watu wengine ni kama wamefurahi. Kwa hiyo furaha yako inategemea kama watu wengine wamefurahi, na hata huzuni yako pia inategemea watu wengine wakiumia, wakijisikia vibaya na unaumia, na maana umekosa mpaka. Ili tatizo la utegemezi wa kihisia mara nyingi huwa lina chanzo chake ni kuanzia kwenye makuzi, tangu unapokuwa mtoto. Kama umekuwa katika familia ambayo wazazi au walezi hawaheshimu mipaka yako, hawaheshimu utu wako, wameunganika na wewe, yani wanakutawala kupitiliza, kukutawala kwa kukuumiza au kukutawala kwa kuonyesha kile kinachoitwa upendo, lakini sio upendo. Tunasema love bombing. Ni kama bomu la mapenzi, yani kuna ile kujali kuliko pitiliza, au kwa kuumizwa. Unapofanyiwa vitu vya aina hizo mbili za malezi, inaenda kukufanya upoteze mpaka wako. Kwa hiyo tangu mtoto anakuwa mdogo, anakuwa amejifunza kujificha, kwa anakuwa hawezi kutambua cha kwake, kwa sababu amefundishwa cha mzazi ndio cha kwangu, au yeye ndio mwokozi wa hisia ya mzazi. Mzazi anapokuwa na huzuni, mtoto anabeba. Sasa hii hali ya ndani inapokuwa sasa katika mahusiano ya kirafiki, ya kifamilia, ya kimapenzi na eneo lolote lile, inaanza kuja, inakuwa tabia, inatengeneza tabia. Hii ni tabia sasa, tabia ya kufurahisha watu, people pleasing behavior. Katika hii tabia sasa, kwa sababu umetegemea watu wengine kihisia, inabidi ufanye mambo fulani ili kuendelea kuwafurahisha hawa watu, ili wewe ufurahi. Inakulazimisha ufanye hata mambo usiyoyataka ili huyu mtu asiondoke kwenye maisha yako, kwa sababu akiondoka wewe unamtegemea yeye. Kwa hiyo watu wenye hali hii wanakuwa wanafanya kila namna kuhakikisha mahusiano hayapotei. Yaani yeye ndo anakuwa anabeba mahusiano ambayo kiuhalisia hata kama mahusiano yameshakufa hayapo. Unaweza kama ni kwenye urafiki, yani wewe ndio unalazimisha urafiki. Kama ni mapenzi, wewe ndio unalazimisha mapenzi. Uko na mtu ameshakuwa wazi, bwana mimi sikupendi tena, sikutaki. Si unaelewa? Inakuwa vigumu kwako kupokea hali ile, kwa sababu inakuletea hali ya kutupwa. Yaani mtu mwingine anapoumia, hata kama sio kuhusu wewe, ni kuhusu yeye tu na mtazamo wake wa kimaisha na hali yake alionayo, moja kwa moja inakuathiri wewe. Kwa akiamua kumove on, unajiona umekataliwa, unajiona ufai. Na ndio maana unakuwa unashikilia mapenzi, unashikilia mahusiano, unashikilia vitu mahali ambako hutakiwi kushikilia, na unafanya kuliko ambavyo unatakiwa ufanye. Kwa hiyo inakuwa vigumu kwako kusema hapana. Kwa nini? Kwa sababu unaogopa kutupwa. Inakuwa ni vigumu kusema hapana kwa sababu unaogopa
kujisikia hatia kwa kufanya kitu ambacho kitamuumiza mtu mwingine. Yaani unaona ni wajibu wako kumwokoa mtu mwingine, unaona ni wajibu wako ufanye jambo ili mtu mwingine afurahi. Ndio pale unaweza kaupo kwenye mahusiano, mwenzako ananuna kwa sababu zake, anakasirika kwa sababu zake, lakini unakosa raha kwa sababu hiyo. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa umeunganika na yule mtu, unamtegemea kihisia. Kwa hiyo tatizo inakufanya unakuwa mtumwa, unakosa uhuru kwenye maisha yako, unakuwa mtu ambaye unaweza ukatumiwa kirahisi. Hujawahi kuona kuna wakati watu wanakuomba pesa na hata yamkini huna pesa ya kutosha kuwapa wao, lakini kwa sababu unaogopa watakutafsiri vibaya usipotoa, inakulazimisha tu ufanye tofauti na matakwa yako. Au rafiki zako, washikaji zako, bwana umepanga upumzike hiyo Jumamosi, mshangaa umepigiwa simu, bwana tutoke twende sehemu fulani. Ndani yako unasukumwa kabisa niseme bwana leo nimepanga kupumzika, lakini unaogopa kusema hivyo. Unaogopa kusema hapana. Kwa hiyo okay, sawa, bwana sawa, tunakuja. Alafu watu wanakuwa wanakumanipulate kwa sababu unakuwa wamesha kusoma na tabia hiyo, kwa hiyo wanakufanya uikubali uone ni kitu sahihi. Kwa siku ukitaka kukataa, sawa bwana, hatuja kuzoea hivyo bwana, wanakuchezea mchezo wa akili. Ndio maana nafanya program ya uponyaji. Ukiingia katika program ya uponyaji na kufundisha mbinu za kisaikolojia zitakazokusaidia kuponya hilo tatizo la ndani la utegemezi wa kihisia, ili urudishe mamlaka yako na sauti yako, kwa sababu kama bado na hilo tatizo, watu wengine ndio wanakuwa wanakucontrol na wanakumonitor. Kwa tunaanza tarehe 1 Jumanne, tarehe 1 mwezi wa 9 tunaanza mwingine ya program ya uponyaji. Kama unataka kuipata sauti yako, unataka kupata uhuru wako, unataka kuwa mtu ule uliyekusudiwa, mwenye furaha, mwenye amani ya ndani na utele unaotiririka katika maisha yako, usikose kujiunga. Jisajili wiki hii. I am the son of Zwange Ndaba, niko hapa kwa ajili yako. Kuwa huru ni haki yako. Kuja katika Sayari Dunia kuishi kwa kuwategemea watu wengine. Wewe ni mtu anayejitegemea. Watu wengine unashirikiana nao, na unashirikiana yule mtu ambaye yuko tayari kushirikiana na wewe. Ukiona mtu hana mpango na wewe, una move on, unafunga mlango, unafunga kioo, about time, unaendelea na maisha yako kwa amani na furaha, wala bila kujisikia hatia yoyote. Unastahili kuwa wewe na sio kuwa mtu yule ambaye watu wengine wanakutengeneza uwe kwa maslahi yao.